Na pia kulikuwa na mjadala kuhusu maendeleo katika sekta ya akili mnemba yani AI, swali ikiwa ni je, anasaidia kujumuisha watu wenye ulemavu au kuwatenga? Mwandishi wa BBC Damaris Kamande alihudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa hii. Karibu kwenye mkutano wa Enable Africa. Tangu mwaka wa 2020, mkutano huu umekuwa ukijaribu kuimarisha upatikanaji wa huduma za kidijitali na vifaa vya teknolojia kwa watu wenye ulemavu. Na sasa kuna ujio wa teknolojia ya akili mnemba, yani AI. Tueleze zaidi kuhusu bidhaa za kampuni yako na jamii mliopo kwa ajili yao. Ishara AI ni kampuni ya teknolojia saidizi ambapo tunajenga jukwaa la kidijitali la kujifunzia ambalo linapatikana kwa urahisi. Hii ni suluhisho kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia. Tunatengeneza mikono bandia na roboti za kibinadamu kuwasaidia wanafunzi kujifunza sayansi, teknolojia, uhandisi na hesabu katika mtaala wa Kenya, nchini Kenya na pia barani Afrika. Kumekuwa na wito wa kuwepo na wakufunzi wa AI barani Afrika kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Tayari kuna vifaa vinavyotumia teknolojia hii. Je, AI itawajumuisha au kuwatenga watu wenye ulemavu? Hebu tuangazie hili kwa kina. Kwanza kabisa, uvumbuzi huu ni mzuri kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wa kidijitali. Lakini kiukweli, akili mnemba haiwezi kunasa lugha ya ishara papo kwa hapo. Kwa upande wangu naona inarekebishwa kwanza kabla ya kutolewa katika matumizi rasmi. Ni vigumu sana kwa akili mnemba kunasa lugha ya ishara ya papo kwa hapo. Haina hisia au uhusiano wa kibinadamu na pia sauti si ya binadamu, ni ya kompyuta. Kwa hivyo, inaweza kufikia hatua ikatamka neno vibaya kwa sababu kuna maneno tofauti yenye umbo lile lile la mkono katika ishara. Kwa upande wangu kiukweli, programu hizi za AI zinazoundwa nchini Kenya hazitusaidii. Bado tuko nyuma kiasi fulani. Na ndio maana unaona hawakuja hapa kuonyesha jinsi bidhaa zao zinatusaidia kama wanavyosema, kwa sababu ubora wao si mzuri. Sisi tunahitaji habari ziwasilishwe kwa njia ya picha na yenye hisia. Lakini ikiwa yote hayo hayawezekani, basi inatusaidia na nini? Ndio maana nyingi kati ya hizi ni kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Programu hizo zinasambazwa kote Afrika. Kenya haijaachwa nyuma. Ila watumiaji wasio na uwezo wa kusikia hapo bado wanahitaji binadamu kutafsiri. Swali ni je, tunakuza teknolojia au ni hadithi tu bila matokeo ya maana? Ni kweli kuna programu nyingi za kompyuta na simu ambazo zina uwezo wa kutafsiri. Hilo ni kweli kabisa. Lakini bado tunahitaji kutumia wakalimani wa lugha ya ishara ili kukamilisha au kuongezea nguvu programu hizo. Programu nyingi hufanya kazi vizuri kwenye maonyesho ya majaribio. Swali ni je, Afrika itaimarisha programu za AI kuwajumuisha au kuwatenga watu wenye ulemavu? Nadhani baadhi ya maendeleo ya AI au teknolojia yanaweza kutengenezwa kwa njia jumuishi kabisa, na katika hatua nyingi hutengenezwa na watumiaji wenyewe. Na mkutano unapohitimishwa, matumaini ya jamii ya wasioweza kusikia ni kwamba kutakuwa na mabadiliko ya kweli, kuhakikisha kwamba teknolojia ya AI itawafaa zaidi. Mimi ni Damaris Kamande, BBC News.